naitwa Silveri Luboja Salvatori, lakini jimboni pia wananifahamu kama Bugota wa Misungwi. Bugota wa Misungwi ni jina la Kisukuma, lakini tafasiri yake ni dawa ya misungwi. Mimi ndiye mbunge wa awamu ya kwanza kwa jimbo la Misungwi, na kipaumbele chetu sisi wana Misungwi, cha kwanza ni maji, cha pili ni maji, tatu barabara, na nne ni mambo mengine yote tunayoyafahamu ya kijamii. Kwa hiyo tulianza vizuri. Bunge lilizinduliwa na Mheshimiwa Rais tarehe 14 Novemba mwaka jana, likafuatiwa na mawasilisho mbalimbali ikiwemo mpango wa maendeleo wa taifa, ambako sasa tunaenda kutembea na dira ya 2050, na kwenye ile dira kuna mambo kadha wa kadha yameainishwa. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba tumeisikia bajeti kuu ambayo ina trilioni 62. Tunaamini sisi wana Misungwi itaenda kukizi haja, na kama ambavyo nimesema, kipaumbele chetu cha kwanza ni maji. Maandiko mbalimbali na hotuba mbalimbali za viongozi wa kitaifa zikitanguliwa na ya Mheshimiwa Rais, baadaye ya waziri wa mipango na uwekezaji, lakini baadaye ya Mheshimiwa waziri mkuu na waziri wa fedha. Pamoja na utangulizi huo, Mheshimiwa mbunge, kama ulivyosema mwenyewe kwamba sasa ni awamu yako ya kwanza katika kuwa mbunge katika jimbo la Misungwi, changamoto zipi ambazo wananchi wa Misungwi wanakabiliana nazo ukiacha hizo za maji na barabara? Changamoto nyingine ni pamoja na mambo ya afya. Tuna upungufu wa sekta ya afya, licha ya kwamba Mheshimiwa Rais katika siku zake 100 za mwanzo tumepata watumishi wasiopungua 52 kwa upande wa elimu. Lakini kwenye miundombinu pia nilisahau kutaja mabarabara. Kuna madaraja ya muhimu, mseme madaraja. Kuna sehemu ambayo yanaleta vikwazo kwenye kutekeleza wajibu wa wananchi wangu wa kila siku. Kwa mfano, kutoka Rubuga kwenda Ndinga, kuna mahala maji yanajaa na daraja linakuwa halipitiki. Shughuli za kiuchumi zinakuwa hazifanyiki. Watoto wa shule hawezi kuvuka kutoka upande mmoja kwenda sehemu nyingine kuhudhuria masomo. Kuna barabara la kutoka Shilalo kwenda Ikungumuru, kuna daraja pale katikati, nacho ni kikwazo kingine. Ukiwa unaenda tarafa ya Mbalika, kuna sehemu hapo Sumbugu, katikati ya Sumbugu na Ikula, kuna sehemu inaitwa Mitego, pale pia waga yanajaa maji wakati wa masika, linazuia shughuli za kiuchumi. Lakini ukiwa Mapiringa unaelekea Nyahiti, kuna mahala pia njia hazipitiki wakati wa masika kwa sababu inahitaji daraja. Kuna kama mtu unapita unaenda ziwani, kwa hiyo inachukua umbali mrefu. Changamoto nyingine ni za kawaida. Watu wanahitaji umeme wachakate mazao yao sehemu ambako umeme haujafika. Kwenye baadhi ya vitongoji tunashukuru kwamba kwenye vijiji vyote 114 kasoro kijiji kimoja tu cha Gukwa, nako tayari meneja wetu wa TANESCO ameshachukua hatua, umeme kule utaenda. Sasa tunabakiza kuweka kwenye vitongozi na kujaziliza ambako kwenye vitongoji ambavyo vimeshafika, lakini tunahitaji umeme jazilizi. Mheshimiwa mbunge, kama ulivyotangulia kusema hapo awali kuwa tayari bajeti za wizara zote za kisekta zimewasilisha bajeti zao katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sasa mnajadili bajeti kuu ya serikali. Je, nini matarajio yako kwa ajili ya kutatua changamoto hizo? Mimi naamini tukianza na swala la maji, tukiamini kwamba Misungwi ndio ina chanzo kikuu cha maji kilichoko kata ya Ilujamate, kijiji cha Iherere. Maji yake yameshafika Sikonge. Maji hayo yananywewa Igunga, lakini yanaitafuta Singida, Shinyanga na Kahama ilishatibu.
Ni matumaini yangu sasa kwamba waziri mwenye dhamana na walengwa wengine watatupa kipaumbele, kwa sababu tuko kwenye chanzo cha maji. Kijiji kama cha Mbalama kiko kilomita zisizozidi hata 5 kwenda kwenye chanzo cha maji. Hatuna maji, na tarafa yetu ya Mbalika pamoja na Inonerwa wananchi wake wanahitaji maji yatoke. Lakini tukiacha upande huo, tuna upande tunaopakana na jiji la Mwanza. Senta yetu ya Usagara, kutokana na miundombinu wezeshi iliyowekwa na serikali, tukianza na daraja la Kigongo Busisi, uwepo wa jiji la Mwanza tunapakana nalo, kuna ongezeko la watu kwa kasi, lakini maji hatuna. Kwa hiyo kata yetu ya Usagara, kata yetu ya Fela, kata yetu ya Idetemia, kata yetu ya Bulemeji, kata yetu ya Ukiriguru, kutoka pale tunaelekea Mamaye, Koromije, Kanyelele, mpaka tunaenda kukutana na watu wa Sumve. Wote hao wanahitaji maji. Kiukweli, kama hii bajeti ilivyo, tunategemea kwamba sasa ikaakisi uhalisia wa shida ya maji iliyoko kwenye jimbo la Misungwi. Nadhani hiyo itakuwa ni namba 1, lakini tunatambua kama ambavyo nimekueleza kwamba tuna miradi ambayo ni kichocheo cha uchumi kwenye jiji letu la Mwanza na mkoa wetu wa Mwanza. Daraja la Kigongo Busisi, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tayari hicho ni kichocheo, inatuunganisha na wenzetu wa Sengerema. Lakini tunao mradi wa SGR na umetajwa kwamba ni kipaumbele kuhakikisha kwamba kutoka Dodoma mpaka Mwanza Central Corridor SGR inaenda kukamilika. Maana yake ni nini? Tunahitaji barabara nyingine sasa, kwa sababu hii SGR sio picha, sio maigizo, ni kitu ambacho kimelenga kutimiza malengo mahususi. SGR tunategemea ibebe bidhaa zetu kutoka vijijini, malighafi vikiwemo vyakula, mifugo, ili tuchochee, tuifanye na sisi bandari yetu ya Dar es Salaam iwe bize. Tusitegemee kuletewa mizigo kuja mikoani, na sisi tunatakiwa tutoe mali kuleta huku, na kama ambavyo bajeti imeeleza kwamba tunatakiwa tuchochee uuzaji wa bidhaa nje, tuchakate bidhaa zetu. Wabunge wengi wamechangia tupeleke nje bidhaa zilizochakatwa, na kwa maana hiyo tutategemea kwamba tutapata fedha za kigeni nyingi. Tafasiri yake ni nini? Ni mategemeo yangu sasa kwamba barabara ya kutoka Mwanangwa kupita Misasi kwenda Buhingo kwenda Ntunduru, Salawe mpaka Kahama itajengwa kwa kiwango cha lami kama ambavyo tumeomba, na itaweza kusafirisha mazao mengi kuleta kwenye SGR pamoja na jiji la Mwanza. Mbali na hiyo, tunazo sasa barabara nyingine ambazo zinachepuka. Kwa mfano, tunayo barabara ya kutoka Buhingo kuelekea kwenye mradi wa maji, inapita Seke, inapita Nyamainza, inapita Mbalama, inapita Isesa, inaingia Ihelele. Lakini ukishafika Isesa pia kuna junction nyingine inaenda Mbalika. Umeisikia dila inaeleza tunalenga kuwa na gridi ya taifa ya maji. Hiyo gridi ya taifa ya maji inatolewa jimbo la Misungwi, kijiji cha Mbalika, tarafa ya Mbalika. Hayo maji yatachukuliwa Mbalika, yatapandishwa jirani na chanzo cha maji cha Ihelele. Kuna mlima mmoja hapo unaitwa Mabale. Yale maji yataweza kuseleleka kwa umbali mrefu, kwa ile lugha ya kigeni wanaita gravitation force, yatashuka yatakuja mpaka hapa Dodoma. Kwa hiyo kwa mipango hiyo, mimi nategemea kuyatoa kule maji, tutakuwa tumetengenezewa hiyo miundombinu. Tunayo barabara yetu nyingine inaingilia pale Manawa, inapita Kasololo, inapita Sumbugu, inaenda kwenye hiyo gridi ya taifa ya maji kule Mbalika. Kwa hiyo nayo nategemea kwamba kwa mipango hii ya serikali hatutafuata tu maji, tutaangalia na miundombinu, kwa sababu ile miradi itakuwa ni ya kitaifa. Itaweza sasa kuwezesha pia kuhudumia hivyo vyanzo vya maji, kwa maana ya kupeleka madawa ya kutibia maji, lakini kupeleka wataalamu wetu wasihangaike huko njiani, kulingana pia na hali ya mazingira ya tabia nchi, kwamba
wakati mwingine wakati wa masika, na nilikutajia baadhi ya daraja hapo mwanzoni, maji yakijaa pale yasiwakwamisha wataalamu wetu kwenda kwenye vile vyanzo. Lakini mbali na hiyo, sasa tunayo mabonde mazuri, maana ziwa Victoria limekaa kama beseni. Kwa hiyo tunaamini yale maji yanakopita tunaweza tukachukua baadhi ya maji tukazuia kwenda ziwani, tujengee miundombinu ya umwagiliaji. Na wengi waliozungumza hata katika hii budget wamesema tuipe miradi ya umwagiliaji kipaumbele. Kwa hiyo tunayo mabonde kule Nyankomango, kata ya Ilujamate na Ilujamate penyewe, lakini pia tunayo huku Mabuki, kuna mradi wa umwagiliaji wa Igongwa, kuna Nyashidala. Tunategemea hizo skimu za umwagiliaji zikaweze kufanyiwa kazi, ziweze kuleta tija. Kwa hiyo ukiunganisha na miundombinu yetu ya reli, tuna uhakika kwamba sasa tunaweza tukavuka. Lakini kama unavyojua, wilaya ya Misungwi iko kando kando mwa ziwa. Ukianzia huku tunakopakana na mjini Idetemia, huko kata ya Idetemia, vijiji vya Mwasonge, utatembea na Bulemeji huko Mwalogwa Bagole, utaenda Misungwi, Igokelo, Kasololo, Sumbuku, Mbalika, Ilujamate yenyewe, Lubiri mpaka Isenengeja kule Mahando. Pembezoni kule watu wetu wanaweza wakafanya vilimo vya umwagiliaji na tukavuna mazao ya mboga mboga. Kwa hiyo ninaamini, na kama ukipita, kama unaenda Mwanza mjini, tuna soko zuri tu la nyanya pale Buhongwa. Nyanya zetu ni nzuri. Watu kutoka Kenya kuna wakati walikuwa wanakuja kuchukua pale. Kwa hiyo kwa mawazo haya, kwa sababu tumeongelea uchakataji na hizo bidhaa sasa za mboga mboga kama nyanya, badala ya kununua tomato sauce kutoka nchi jirani, mimi ni mategemeo yangu sasa twende kwenye mwelekeo kama huo. Sasa unadhani kwamba bajeti hii imekidhi matarajio ya kwako na wananchi wa Misungwi? Kwa kweli bajeti imesheheni na imekidhi matarajio yetu. Kinachobaki sasa ni kwenda kwenye utekelezaji, na ndio kikubwa tunachokisubiri. Kwa hiyo tunahitaji tuipeleke sasa kwenye utekelezaji kwa vitendo. Mheshimiwa mbunge wa Misungwi, umeelezea mengi mafanikio ambayo yamefanyika katika jimbo lako na yamefanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Na wewe ni mbunge kwa mara ya kwanza sasa kwenye bunge hili. Ndio Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa ni kipindi chake cha pili cha miaka mitano mingine. Unaridhishwa na utendaji wake? Ninaridhishwa na utendaji wake, na kwa mawasilisho ambayo yamewasilishwa humu, kuna kitu kimoja nilikuwa sijakisema, naomba tu niseme kwamba mwaka jana, nadhani mwezi wa 3, Mheshimiwa Rais alizindua sera ya ardhi toleo la mwaka 2023. Kwa hiyo ukiangalia Misungwi kwa namna inavyopakana na jiji la Mwanza, ni ajenda nyingine ya kwenda kufanyia kazi, kwa maana ya kupanga, kupima na kuimilikisha hiyo ardhi kwa wananchi na kutengeneza uchumi mwingine utakaoendana na kasi pamoja na hii dira mpya tunayoenda kuitekeleza. Lakini pia kwa vijijini bado nako tunatakiwa tutoe miliki za kimila. Tunaposema kilimo cha umwagiliaji, watu ardhi zao zitambuliwe, waweze kufanya kilimo chenye tija na waweze kukopesheka na vitu kama hivyo. Kuna wakati baadhi ya wabunge wakiwemo wa upinzani wamekuwa kama vile waonyeshi kwamba hawaridhiki na kile kinachofanywa na Mheshimiwa Rais na Chama cha Mapinduzi. Kwa nini inakuwa hivyo? Kila mtu ana mtizamo wake, uwezo ukamzuia mtu kufikiria na kusema. Lakini kwa mfano, mimi nikupe mfano mmoja tu jimboni kwangu. Mradi wa kimkakati wa daraja la Kigongo Busisi. Kwa mtu ambaye aliwahi kuvuka pale kipindi tunatumia pantone au tunatumia feri, na akipita pale leo, nadhani unaweza ukasema kwamba labda ni chuki binafsi au mtu ana jambo lake, ana hila yake, lakini ukifika pale utakubali. Mbali na hilo, nenda ukaangalie ujenzi wa SGR unaoendelea pale. Kuna siku moja Mheshimiwa Mbarawa alikuja Mwanza, tulialikwa wabunge, mimi nilibahatika kwenda. Nilianzia
ile station kuu ile ambayo barabara ya kwenda Kapili Point kule. Niliingia mle nikaangalia structure za majengo zinazojengwa ambazo naamini watu wengi hawajaziona. Lakini nilijaribu kutembea na hiyo corridor kutoka hapo mpaka kule Fera. Nilijionea kazi kubwa ambayo imefanywa na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na ikumbukwe kwamba mtangulizi wake ambaye alikuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano na mama Dr. Samia Suluhu Hassan wakati ule alikuwa ni makamu wa rais. Baada tu ya mkataba kusainiwa, kabla hata ya uzinduzi wa ujenzi wa ile reli, nadhani mtangulizi wake akawa amefariki. Kwa hiyo ule mradi tangu anze na leo uko na 68%+. Sio kazi ya kitoto ile na sio kazi ya kuipuza. Lakini kuna mipango pia inaendana na huo mradi. Sehemu yangu moja kata ya Ukiriguru kule kunaitwa Nyamatala, tunategemea kuwa na kongani ya viwanda ambayo itachakata zao la pamba kuanzia stage ya kwanza mpaka stage ya kutoa bidhaa iliyokamilika kwa maana ya end product. Kwa hiyo tunategemea ni mambo mazuri yanayokuja, sio vitu vya kuvipuza. Watu wanafikiria mbali na wanawaza mbali, na kule tu mamlaka ya bodi ya pamba wamechukua kama ekari 900 na kitu, kasoro kidogo kufikia 1000. Kwa hiyo ni mawazo makubwa na ni mawazo mapana. Ni matarajio yangu kwamba utekelezaji wa hii bajeti ukienda kukamilika, Mwanza inaenda kufunguka na kanda ya Ziwa inaenda kufunguka. Una maoni gani kati ya wananchi na serikali katika kuhakikisha maendeleo yetu? Maoni yangu ni kwamba kila mmoja atimize wajibu wake. Na kwenye dira tumesoma kwamba mtekelezaji wa hii dira kwa 70% ni sekta binafsi na 30% ni serikali. Kwa hiyo sekta binafsi tunatakiwa tuchangamkie hiyo fursa, na naamini kwamba tunaenda kutoka. Tanzania ya leo sio Tanzania tunayoiwazia miaka ijayo, tutakuwa tumefika mbali sana. Kwa hiyo ni matarajio yangu sasa twende tukatekeleze hii bajeti, tukianza na sekta ya kilimo. Ninaamini bajeti pamoja na dira vimeeleza tunaenda kukamilisha kuwa na umeme kwenye kila kitongoji. Badala ya kuuza mpunga, tunategemea tutachakata mazao yetu, tutauza mchele. Pumba tutabaki tutalishia mifugo, tutanenepesha mifugo kisasa kabisa. Na baada ya hapo hiyo malighafi nyingine tutauza hata hizo pumba. Lakini wananchi wakishakuwa na maji, wanapunguza muda wa kupoteza muda wa kwenda kutafuta maji, watatumia huo muda kwenye uzalishaji. Tutazalisha zaidi, tutaleta tija. Lakini kwa upande wa afya, mpaka sasa tayari tumeshapelekewa mradi, tunaenda kujenga kituo cha afya kipya kata ya Shilalo. Watu wetu watakuwa na afya zilizoimarika. Na upande ule pia ni kwamba kuna shughuli za madini, wachimbaji wadogo wadogo, na kama ambavyo dira imeeleza tunaenda kuwa na uchumi jumuishi na wachimbaji wadogo wadogo wanaenda kupewa kipaumbele. Kwa hiyo watachakata madini yao, watajipatia kipato. Lakini upande mwingine kwa kata zetu zilizoko huku Fela, Kanyelele, Kolomije, Mondo, Mamae watakuwa wako kwenye line ya kuja kwenye hii SGR. Tunaamini tutatumia vizuri hiyo korido kusafirisha mazao yetu na kuchakata mazao ya mifugo, mazao ya kilimo. Wenzetu wa kata ya Idetemia, Bulemeji, Gokelo kule Nyaiti ni wavuvi. Nao hivyo hivyo kwenye mazao yao ya samaki mambo yanaenda kuwa mazuri. Pamoja na mazao ya mboga mboga yaliyoko ziwani tutaweza kuyasafirisha kiurahisi. Watu wanalima matikiti na vitu kama hivyo.